Shukran jazila. Ni furaha iliyoje kuungana nawe kwenye taarifa hizi za Dira ya Wiki Ijumaa hii. Karibu sana. Jina langu ni Suleiman Yeri na mwenzangu wa ishara ni Meresha Uwiti. Tuanze na taarifa hii. Kuondolewa kwa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna katika nafasi ya katibu mkuu wa chama cha ODM kumezua mjadala mkali katika pande zote za siasa, hasa ndani ya jamii ya Mulembe. Sifuna sasa anaungana na orodha ya viongozi mashuhuri kutoka magharibi mwa Kenya waliowahi kushika nafasi zenye ushawishi mkubwa za ukatibu mkuu wa vyama, lakini wakaondoka katika mazingira yenye utata. Anafuata nyayo za Babu Namwamba aliyewahi kuwa katibu mkuu wa ODM na Cleophas Malala wa United Democratic Alliance UDA. Leo hii maswali yanaibuka. Je, huu ni wakati wa jamii ya Mulembe kuungana chini ya chama kimoja cha kisiasa ili kuimarisha nguvu yao ya majadiliano kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027? Bramwell Bwire ana taarifa zaidi. Kuondolewa kwa Edwin Sifuna kama katibu mkuu wa ODM hakujatikisa tu chama cha chungwa, bali pia kumeamsha tena mjadala magharibi mwa Kenya kuhusu mkakati wa kisiasa na umuhimu wa umoja. Sifuna, anayejulikana kwa umahiri wake wa mawasiliano na msimamo dhabiti katika kutetea msimamo wa chama, sasa anaungana na kundi linaloongezeka la viongozi kutoka jamii ya Mulembe waliotoka katika nyadhifa za juu za kiutawala wa vyama bila sherehe wala heshima inayostahili. Kabla yake, Babu Namwamba aliwahi kuhudumu kama katibu mkuu wa ODM kabla ya mzozo mkubwa wa uongozi wa chama. Upande wa serikali, Cleophas Malala pia alipoteza nafasi yake kama katibu mkuu wa UDA kufuatia msuguano wa ndani ya chama. Wachambuzi wa kisiasa wanasema mwelekeo huu si wa kupuuzwa. So that is a clear message to leaders, top leaders, that is Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, and let's say Governor Natembeya, who has ambitions or big ambitions to come together and agree that we as Luhyas have our own political vehicle. We should not always play second fiddle to other tribes in Kenya. Maendeleo haya sasa yamechochea hisia kutoka kwa baadhi ya viongozi wakuu wa magharibi mwa Kenya, wengi wao wakitaka kuwepo kwa muungano wa kisiasa wa eneo hili. Ile mambo ambayo wamefanyia Sifuna inakwambia kwamba watu yangu, usikubali kwenda kwa nyumba ya mtu. Wamechukua Sifuna wametupa nje. Wameweka mama ingine amepatiwa karatasi kusoma akashindwa kusoma. Kwa sababu Sifuna hakukuwa kwa nyumba yake, si ndio? Na tunaambia bwana Sifuna, Caleb Amisi, Otosi na wengine wote waliokule walio na maono sawa na sisi ya kwamba mtoke huko kama mnafukuzwa. Don't be political IDPs. Sisi tuko na chama chetu, tuko na nyumba yetu inaitwa DA. Hata hivyo, baadhi ya makundi yamekataa hoja kwamba kuungana kwa msingi ya kikanda ndiko suluhisho la pekee la changamoto hizi za kisiasa. Wale wapinzani wa Mheshimiwa William Ruto, mjipange lakini muachane na ODM. Sasa wana ODM mwenyewe wa sort out problem yao pole pole. It's an in-house problem. Wasolve maneno yao in-house ama ODM. Kura za magharibi mwa Kenya bado ni miongoni mwa kura zinazotafutwa sana katika hesabu za uchaguzi nchini Kenya. Lakini wachambuzi wanaonya kuwa migawanyiko wa vyama katika eneo hili mara nyingi hupunguza nguvu yao ya pamoja wanapoingia katika majadiliano ya miungano ya kisiasa. The community will continue to play second fiddle until the community is united. I believe a message is being sent to us Luhyas that we are dispensable, and that is why Edwin Sifuna has been thrown to the curb. Swali kuu sasa ni je, kuondolewa kwa Sifuna kutachochea tafaruku ya kina miongoni mwa viongozi wa magharibi mwa Kenya, au eneo hili litaendelea kusua mbele ya meza ya maamuzi muhimu ya kitaifa? Bramwell Bwire, KTN, Kakamega. Tusalie